Hakuna tena Kamerun tuliyoizoea. Tunapaswa kujenga upya Kamerun yenye itikadi mpya. Mimi si miongoni mwa wanaoamini kwamba tunapaswa kurekebisha kilichokushavunjika, kwa sababu nafikiri sasa ni wakati wa kujenga upya kila kitu. Namaanisha kila kitu. Kila mwezi takriban vijana 30 hukutana hapa katika mtaa wa Emombo baada ya kufanya mazoezi. Vijana hao wana misimamo tofauti ya kisiasa, lakini wote wana lengo moja: kuibadilisha Kamerun. Hapa hakuna jukwaa wala kipaza sauti, ni mkutano wa wazi wa kubadilishana mawazo. Watu wanaotutawala wana miaka 90, wengine hata wanakaribia kaburi. Sisi tumeamua tu kuwa hai. Hicho ndicho cha muhimu. Kujitolea huku ni kuonyesha kwamba tuko hai, kwamba hatuhusiki na kinachoendelea. Ukimpigia simu Msenegeli au Mbenini, wao wamemchagua rais mpya, tena kijana. Wanakuuliza, nini kinaendelea nchini kwenu? Nchi yenye kila kitu. Kila kizazi lazima kifanye juhudi, na kwa wakati wake. Wale waliotutangulia, waliowakatisha tamaa watu, haimaanishi kwamba mapambano yameisha. Na sisi tunasema kitakachotutofautisha ni vitendo. Hapa, kwa mfano, hatutoki chama kimoja, lakini kuna kitu kinachotuunganisha: hamu ya mabadiliko. Kwa muda mrefu, wengi wao walihisi kutengwa, kana kwamba maamuzi yalifanywa sehemu nyingine bila wao kuhusishwa. Leo wanajiandaa kwa mabadiliko. Mpinzani hapati usingizi, anaweza kutumia mbinu mpya katika uchaguzi ujao. Lakini sisi pia tunafikiria mbinu mpya. Tushaelimishana ili kuzuia na kutabiri. Kwa sababu ukikosa kipengele muhimu kwenye faili yako, utakwenda wapi? Katika ngazi ya utawala wa mahakama ya juu, uchaguzi wa manispaa, baraza la katiba, hadi uchaguzi wa ubunge na rais. Unamjua yule nyanya anayepika chakula kila siku? Unadhani anaweza kubadilisha mapishi yake? Ndio maana tuko hapa kuelimishana. Shirika la The Oquelians limejikita katika kuwanoa viongozi wa ngazi ya chini. Wanatetea uongozi wa maadili unaotokana na ubunifu wa kijamii. Jina The Oquelians linatokana na neno la lugha ya Kidwala Okwele linalomaanisha kujifunza. Hali ilivyo hapa Kamerun ni kwa sababu ya tatizo la uongozi. Kwa hiyo ikiwa tunapaswa kutengeneza na kujenga upya, ni muhimu kuandaa kizazi kijacho cha viongozi wenye maono na wanaoheshimu misingi ya demokrasia. Ni muhimu kufika mashuleni na kutumia mbinu ya uongozi unaoanzia ngazi ya chini kwenda juu, ili vijana watambue kwamba wao ndio watakaosukuma mabadiliko, sio serikali. Kadiri uchaguzi unavyokaribia, kizazi hiki kinajitokeza kikiwa na utofauti zaidi, ubunifu zaidi na mpangilio bora. Kizazi ambacho sasa kinakataa jambo moja: maamuzi kufanyika bila ya wao kuwepo.